Leo tumekuja kwa mheshimiwa hapa Mr. Salamba, tumekuja kidogo tutete na wewe kidogo maswala kadhaa ya michezo. Kwanza tumezitazama mechi mbili za nusu fainali ya kombe la Muungano, na Simba amepita kwa goli 3-0, lakini pia Young Africans wamepita kwa goli 2-1 dhidi ya Azam. Kwa mtazamo wako wewe, unadhani ni timu gani ambayo ukiangalia mechi yake ya nusu fainali unaona kabisa hii timu inaitaka ikombe au ina possibility kubwa sana ya kuchukua kombe hili? Nafikiri ni wote wawili, kwa sababu timu mbili zina aina tofauti ya uchezaji, lakini pia wamekutana na opponent tofauti. Yanga amekutana na Azam, utasema kwamba ni mechi ambayo ni kama ni derby fulani Dar es Salaam, ni timu kubwa ambazo tumetoka sehemu moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina intensity ya hali ya juu, kwa maana watu waliweza kujitoa kutafuta matokeo. Na ukiangalia Azam waliingia wakiwa full squad, the same na Yanga waliingia, na ikawa ni mechi yenye ushindani. Mwisho wa siku Yanga kapata matokeo. Hata ukiangalia aina ya margin, ukiangalia kwa maana zile nafasi ambazo wametengeneza makosa kwenye kila upande, ni mechi ambayo hata kama ingetoka sare bado usingeweza kulaumu, kwa sababu wote viwango vyao ni kama vinashabihiana. Lakini mechi ya Simba amekutana na timu ya Mlandege. Tunafahamu Mlandege ni timu mwenyeji Zanzibar, lakini pia walikuwa wanapambana kuhakikisha kwamba wanapata matokeo na wenyewe waweze kutoa timu ambayo inaingia tu finali. Na Simba hakuanza na kikosi ambacho alikuwa pengine wengi wamekizoea. Alianza na vijana na wale ambao wapata nafasi, na tukaona mpaka mapumziko mambo yakiwa ni magumu. Kipindi cha pili wanaamua kuingiza wachezaji wao ambao wanawategemea, wanapata matokeo, kwa sababu level ya Mlandege haiwezi kuwa sawa level ya Simba. Ukiona wanaingia kina Yusuf Kagoma, wanaingia kina Selemani Mwalimu, wanaingia kina Chama, maana yake Simba walikwenda kutafuta matokeo, na kwa hiyo wakafanikiwa, wakapata matokeo magoli 3 bila majibu. Kwa hiyo kama Simba angekuwa hataki finali, maana yake angeendelea timu yake ambayo alikuwa nayo kipindi cha kwanza. Lakini baada ya kuona imeshindikana, akaamua kucheza strategy, akaamua kupumzisha watu, akaingiza watu wengine. The same na Yanga, kama angekuwa hataki mechi, asingepata matokeo zidi Azam. Kwa hiyo wote wawili wanahitaji mchezo wa finali waweze kwenda kushindania shilingi milioni 150, lakini pia kuanza kuchukua kikombe ambacho kitakwenda kutengeneza heshima na mpaka mdau kombe hilo analo Young Africans. Na tukitazama, umemzungumzia Chama hapo, nimeona Chama baada ya kuingia katika mchezo wa jana, yeye na Selemani Mwalimu na sababu zote zilizofanyika, lakini tukibezi kidogo kwa Chama, ameonekana kuwa chachu sana ya ushindi wa Simba. Ni tunaweza tukambebesha mzigo kwamba Chama anaweza akatuamulia mechi ya fainali ambayo itakuwa ni dabi? Hapana, kwa sababu ya intensity. Chama kwa sasa hivi, ukimzungumzia Chama usimzungumzie Chama miaka 5 nyuma. Yule sawa, ukisema alikuwa anaweza kaamua. Sasa Chama mechi ambazo zina intensity kubwa anakuwa anapotea. Uwezo kuendana na kasi ya mchezo kidogo uko chini, kutokana na energy na age yake kuweza kusogea. Lakini kwenye mechi za daraja la kati ana maarifa na timu, majukumu mengi ya timu wanafanya watu wengine. Yaani kwa mechi dhidi ya Mafunzo mnaweza mkaamua au mechi dhidi ya Mlandege kwamba wewe kuwa tu free player. Kwa swala zima la kukaba utakukabia. Kwa hiyo majukumu kuna wengine wanaweza kupunguzia, kwa anakuwa na uhuru wa kukimbia eneo kubwa. Lakini kwenye mechi ambazo unakutana pengine na Yanga au na Azam, ni mechi ambazo sasa majukumu yanakuwa ni ya kila mtu, kwamba wao wapo 11 na si 11. Kwa hiyo tushambulie kama timu na tukabe kama timu. Kwa hiyo pale ndipo unaweza kuona utofauti wa age inapokwenda. Na ukiangalia kama unafuatilia mechi zote kubwa hizi, hakufanya vizuri sana kwa sababu ya intensity na pressure ya mchezo na kasi. Mipira mingi anakuwa anapoteza, anafanya fouls kwa sababu watu washafika. Kwa hiyo nafikiri mechi ambazo Simba anakuwa amezidominate, kwa maana ni first team, hapo Chama unaweza kuona akifanya creativity, akiweza kusogea, akiweza kuassist na hata kufunga. Vipi kuhusiana na, tukirudi upande wa pili, Alan Okello, na yeye alikuwa watu wanamlalamikia sana kwamba kwenye mechi kubwa pia haoneshi ukubwa wake, lakini kwa mara ya kwanza mechi dhidi ya Azam ametoa performance kubwa sana. Ni muda sahihi kwa yeye kumdai matokeo, kumbebesha mzigo wa kuamua mechi ya dabi, mechi ya fainali ya kombe la Muungano na mechi inayofuatia ya tarehe 3? Okello bado yupo kwenye progression, bado yupo kwenye kukua, bado hajafikia level yake ambayo alikuwa nayo Uganda national team na hata kwenye vilabu na hata nje. Na amekuja, alikutana na pressure kubwa kwenye mechi ya Yanga, ilikuwa inamhitaji zaidi kwa uharaka, wakati mchezaji wa kigeni atakiwa aweze kufika, aweze kuadapt mazingira. Kwa hiyo bado hajafikia ile level ya kile ambacho anacho, ndio anaendelea na hivi anavyozidi kuassist, anavyozidi kufunga, anavyozidi kutawala game, ndio inazidi kumtengenezea confidence. Lakini mimi sina mashaka ni miongoni mwa wachezaji ambao
watakuja kuimbwa sio tu Yanga, Tanzania, kutokana na ubora ambao alionao. Alizungumza kwamba ndo anakwenda kuwa mfalme wa Yanga. Baada ya Aziz Ki atakuja Pacome, alitoka Mayele akaja Aziz Ki, amekuja Pacome, na sasa hizi utaona kwenda kwa Alan Okello. Tunaenda kwenye dabi mbili hapo mfululizo. Kwa mtazamo wako, hizi dabi hazitong'oka na kocha yoyote? Maana timu zetu sisi wavumilivu kabisa kwenye kufungwa haswa na kwenye dabi ya Kariakoo. Ni mwisho wa msimu na ni mechi ambazo kiukweli hapo ndio tutakwenda kuangalia guts za timu kwamba una kikosi kubwa kiasi gani, kwa sababu kweli mechi Jumatano, mechi Jumapili, almost ni siku tatu kama sio mbili, kwa sababu mechi Jumatano maana yake Alhamisi mtasafiri, si ndio? Mtafika Ijumaa, Jumamosi, Jumapili mechi. Kwa hiyo kuna siku mbili tu za kuwa comfortable. Kwa hiyo na siku zote mechi Simba na Yanga ina intensity hali ya juu, watu wanakimbia sana, wanakamiana sana. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kutokea majeraha ya kutosha, watu wakosa mechi nao kuja, kuna uwezekano kutokea uchovu mkubwa. Kwa hiyo hapo ndipo utakwenda kuona mbinu za walimu zikishabiana na ukubwa wa kikosi mwalimu alicho nacho. Karata yako unaitupa wapi kwenye mechi hizi mbili? Kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili mitatu ni mechi ile iona 50-50 kwa mara ya kwanza. 50-50 maana yake lolote linaweza likatokea. Yote anaweza kashinda kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Sasa hivi sio Yanga tena. Ilikuwa ukiniuliza nakwambia Yanga anashinda. Na hii inachagizwa na nini? Naona kuna improvement kwa upande wa Simba. Mimi binafsi nimeona intensity yao imeongezeka. Hawana good chemistry kwenye timu, patterns sio sana, lakini wanakimbia sana. Sasa hiyo ni silaha kubwa sana kwenye mpira. Wakati Yanga kasi yao imepungua na usahihi pia umepungua. Maana unaweza usiwe na kasi lakini ukao na usahihi. Mipira mingi wanapoteza viungo wao. Yaani mipira mingi ambayo Yanga wananyang'anywa sio kwa sababu ya adui ametrack movement, ni kwa sababu wao wanapasia maadui. Ukiangalia Pacome accuracy yake imeshuka. Mimi nikimwangalia ni kama almost 50% ya kile ambacho alikuwa anakitoa. Accuracy ya Mdathiri imeanza kuja bado. Accuracy ya Max na yenyewe bado. Kwa hiyo ni 50-50 kwamba Simba atakwenda katika ubora wa madhaifu ya Yanga. Kwa hiyo ikitokea Simba ameshinda mechi mbili au moja kati ya hizo, atakuwa ameshinda kutokana na madhaifu ya Yanga wenyewe, sio kwamba Simba ni bora kuwazidi Yanga. Yes, of course, umeongea vizuri. Yaani udhaifu wa Yanga ndio unaweza ukaipatia Simba matokeo, lakini sio uwezo wa Simba. Hapana, bado. Sawa. Sasa tumetizama dabi mbili hapa kwenye siku iliyopita, na shemeji dabi pale Kenya, pia tumetizama dabi ya Soweto kule South Africa. Hii inatupa picha gani kuelekea dabi ya Jumatatu, ambapo watu wengi sana wanaongea kuhusu uwanja wa mashabiki wachache, na kama ni hauendani na dabi? Mimi binafsi kwanza nimeshangaa kwa nini wameamua. Siwezi kuwashangaa Simba kwa sababu wao walipewa nafasi ya kuweza kuchagua na wao wanataka matokeo ya ushindi, lakini nawashangaa waliothibitisha uwanja huu kuweza kutumika. Ndio ninashangaa, na nafikiri ni muendelezo wa kwenda kuipunguza thamani dabi yetu. Na hii ilianza zilipoanza zile mechi inahamishwa saa 11 mara saa 1, ikaja hatuchezi, zikaja tayari hadhi inaanza kupotea, kwa sababu ukitoa pale kwenye hatuchezi pale kuhamisha mechi, nyuma ilikuwa ni mechi ambayo unakuta waandishi kutoka Ghana, Ivory Coast, tayari ilianza kuwa ni mechi ya Afrika, sio tu mechi ya Tanzania. Na ilikuwa inakwenda kuwa ni dabi namba 1 ya Afrika upande wangu. Lakini sio kimetokea kitu gani tunaweza kwenda kuiua mechi ya Simba na Yanga. Uwezo ukaipeleka katika ule uwanja, uwezo ukaipeleka uwanja wa Mwenge, hata uwanja wenyewe wa Chamazi ambao ulikuwa ni bora, tuje kushuhudia Simba na Yanga ikichezwa hapa. Kwa hiyo ni mechi yenye hadhi ya namna gani? Well and good, uwanja wa Taifa una changamoto pengine za kimatengenezo na nini kama vinavyosemekana. Tuna uwanja wa Amani Zanzibar. Hata kama uchukue watu wengi, tunazungumzia sio idadi tu ya watu, tutazungumzia mandhari na ile classic ya kiwanja, kwa maana dressing room, kwa maana mambo ya accommodations zingine na vitu vingine, wewe sehemu ya media, yani kuna vitu vingi. Ili mechi ambayo inachukua taswira ya nchi. Leo ukizungumzia mpira wa Egypt unazungumza Zamalek na Ahly. Unataka kuzungumza hapa South Africa, Kaizer Orlando Pirates. Kila sehemu, Uingereza sehemu, Liverpool, Manchester United. Kwenda Spain hivyo. Kwa hiyo nafikiri binafsi anyway ni katika mwendelezo kwenda kutokujua labda thamani sio ya mchezo au watu kuchukulia poa au mimi sijui, lakini binafsi sidhani hao ambao walikuwa wamepitisha waliwazani. Mimi binafsi siwezi kujua.
tukija kwenye mchezo huo tunaona marefa kutoka Morocco ndo wamepewa nafasi ya kusimamia mchezo huo. Hili linakuwaje katika soka letu, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakisema kwamba hii inaendelea kurudisha nyuma maendeleo ya mpira wetu. Issue sio kurudisha nyuma, issue ni kwamba inakwenda kutoa picha tumekosa waamuzi. Yaani ukiona mpaka watu wanafikiria kuchukua waamuzi wa nje, maana yake waamuzi tulionao wakidhi. Ndio simply ndio division rahisi kwamba waamuzi wetu wanakosa ubora, wanakosa viwango. Kwa hiyo ni sahihi kuchukua waamuzi. Sahihi kwa sababu watu wanataka haki, watu wanataka mpira ucheze. Sasa kama umeshindwa kuamua sasa tufanyaje? Kwa hiyo haya yote ni waamuzi ndio wamelazimisha. Kwa hiyo chama cha waamuzi, bodi ya ligi lazima. Unajua kuchukua waamuzi nje ni very costful. Sio kitu kirahisi, ni hela nyingi zinatumika. Kumchukua mtu Morocco, wake ile ni nchi ya daraja la sababu kama ungesema unaweza categorize ni nchi ya kwa Afrika ni nchi ya daraja la kwanza. Ndio. Morocco. Kwa hiyo hata life yao kwa maana ile uchumi wao uko juu kwa sisi. Kwa hiyo kumchukua waamuzi kule Egypt, Morocco amleta hapa, gharama ni kubwa kuchukua seti nzima. Pesa nyingi inaenda kutumika. Waamuzi wetu watakuwa wanakwama wapi? Waamuzi wetu wanapokwama ni wapi? Hawajaamua kusimamia mpira. Hawajataka. Yaani hawajaamua kusimamia mpira.